Ni waumini wa Nujum. Inawezekana. Nujum ndo nini? Tufuruga kidogo. Ushaanza kuongea Kinyarwanda kaka. Ni waumini wa Nujum. Yaani utaratibu wa kufuatilia mila na desturi zao. Ndio Nujum. Sawa. Wana utaratibu wa kufuatilia mila na desturi zao. Ndio. Na kwa bahati nzuri wewe umefika Morocco. Kaskazini mashariki ndipo mji wa Berkane ulipo. Kaskazini mashariki mwa nchi ya Morocco. Kwa wakati huu hali ni tofauti na Unguja. Ule mji mimi napenda kuita ule mji wa Unguja. Ndio. Maana ukisema Zanzibar utajumuisha mpaka na Pemba. Nyinyi watu wa zamani mna maneno yenu. Mji wa Unguja. Ni maarifa haya. Pia inawasaidia vijana. Kuna tofauti kubwa kati ya akili na maarifa. Hiyo ni tofauti. Sasa ule mji wa Unguja kwa wakati huu ni tofauti na ule mji wao wa Berkane unakotoka hii timu ya RS Berkane. Inawezekana pia alichosema Ismail Aden Rage ni sahihi, lakini Simba na Berkane zinatofautiana miaka miwili tu katika kuanzishwa kwake. Simba mwaka 1936, Berkane 1938. Kwa ni vilabu vyote vikongwe. Na kila mmoja ana utaratibu waliojiwekea na hulka, mbinu na desturi. Sahihi. Kila mmoja anajua namna, ingawa kwa mafanikio Berkane wamekuwa na mafanikio zaidi kwa sababu hili kombe washachukua mara mbili. 2020 na 2022. Kwa hiyo sio timu ya kuibeza. Ni timu ambayo imewekeza katika kutafuta mataji. Kwa hiyo inawezekana hiyo hali ya hewa, lakini kwa watu ambao wenye uzoefu na utaalamu pia hiyo hali ya hewa inaweza ikawa sio sababu. Kwa sababu mpira unachezwa katika mipangilio. Mashindano ni mbinu. Mbinu ndio. Mtu anaweza akaja na mbinu zake za kujihami na hiyo hali ya hewa ilivyo. Akapata kile ambacho kikawa tofauti. Kuna watu wanaweza wasinielewe kwa urahisi ninachokizungumza kwa sababu sisi tumejiwekea utaratibu tu wa kulazimisha ndio. Lakini kumbe inawezekana uangalie na ile hali mbadala. Kwa hiyo yote kwa yote tunafahamu Simba namna ambavyo wameingia katika mashindano haya kwanza mpaka kufika fainali. Ndio. Kwa watu wenye utaalamu wa kusoma mpira na kuzungumza kwao Simba hata kama atakosa kombe hadaiwi na watu wenye akili timamu. Kwa sababu falsafa zao mpaka leo tulikuwa tunaambiwa wanajenga timu. Sasa mtu anayejenga timu anafika fainali ujue huna cha kumdai. Lakini pia itakuwa ni busara zaidi na itakuwa ni vema na faraja kama Simba atafanikiwa kulibakiza ili kombe ili kufuta machungu ya kile kilichotokea 93. Nilikuwa naanza kuzungumza wakati Aden yupo hapa. Kwa sababu mimi nitakuwa nimebahatika kuziona fainali zote mbili. Ile ya 93 na hii panapo majaliwa, japo muda mchache umebaki kwa sababu unaweza kusema nimebahatika alafu Mungu akanichukua muda mfupi kabla ya fainali, lakini sauti yako tutaicheza baadaye. Utaicheza. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo.